Huku serikali ya gatuzi la Isiolo ikitarajiwa kutoa kandarasi mpya au hata kuwateua maafisa wakuu watendaji, yani chief officers, wito umetolewa kwa gavana Abdi Guyo kumteua Mwenda Nchembere kuhudumu katika nafasi hii. Ni wito ambao umetolewa na watu kutoka jamii ya Ameru wanaosema Mwenda Nchembere ana uwezo wa kuhudumu katika serikali ya gavana Guyo. Na mimi naitwa Charity Nyaruai. Mimi mkaaji wa Isiolo na kwangu ni Mwangaza. Ile kitu ambaye imetuma tukuje mahali hapa, tunamuomba tena kwa wanajuzi atuangalilie kijana anaitwa Mwenda Nchembere. Tunataka hii kiti ya chief officer ili mahali ataona tu amfixi kwa chief officer, na tutamshukuru kwa sababu ya kutushughulia kijana mmoja baadhi ya wa vijana, kwa sababu tuko na wazee, tuko na wamama. Sasa kijana ndio tunataka kwa raundi hii, na tutakushukuru na tutakuunga mkono kwa dhati. 2027 hakuna mwingine, ni wewe kijana yangu. Yes. Tuko pamoja na wewe. Yeah. 100%. Yes. Na tutakushukuru kwa sababu ukichukua huyu kijana, ni kijana mwenzako, ukimuinua hata sisi wazee tumeinuka, kwa sababu tunajua sisi tumezeeka, hatuwezi kimbia, tutakuwa tukituma vijana kwa sababu sisi sasa tunaenda tukizeeka. Kwanza kabisa nasema asante kwa kaunti yetu ya Isiolo, sababu najua kuna wengi walikuwa katika nafasi ya chief officer na kwa sasa najua wako nje, na sisi kama community, na mimi ni chairman wa youth, na request kwa governor wetu Abdi Guyo. Tuko na kijana Nchembere, ni kijana mchapa kazi, ni kijana najua na kusapoti kwa njia moja ama nyingine. Tungeomba huyu kijana aweze kupata nafasi pale kwa ofisi. Unapoenda kurenew contract za chief officers, na naomba tafadhali usisahau kijana wetu. Unajua amepigana vita vyako kwa muda mrefu, amekuwa akikufa na wewe kutoka kitambo. Kwa hivyo huu ni wakati tunatarajia ripoti nzuri, tunatarajia kumuona akiwa katika ndani ya serikali ile ya county, na tutakapoona haya governor, kweli tutaona sisi kama vijana kuna mahali unatufikiria, kuna vile unatupangia, na tutafurahia kwa kufanya hilo jambo. Majina ni Evangeline Nyomo, mimi ni mkaaji wa Isiolo. The reason why we are gathered here is that as a jamii ya Wameru tunataka kushukuru gavana kwa vile ameweza kutuchukulia watu akatuajiria kama like CC Mongela pale, and now we are here with one common agenda that we are requesting for a chief officer. We have one of us who is a youth person, Mr. Nchembere Mwenda, he applying for the chief officer, and now Governor, we are requesting you, as you renew your contract to the chief officers, we request you kindly pick this one for us. He's our leader, we trust him, and he's somebody who is enthusiastic and somebody that will do this thing incredibly. Kwa majina naitwa Fabian Kirinya, mimi ni kiongozi wa vijana pia. Tuko hapa kwa sababu tunajua ya kwamba kunaenda kukua na reshuffle ya cabinet na kuko na reshuffle ya viongozi. Tungeomba ya kwamba uweze kutukonsindia one of us kama kijana ambaye anaitwa Mwenda Nchembere. Ni kijana ambaye tunaamini, tumekuwa na yeye kwa ground, na pia kwa sababu ni mtu ambaye hatutaogopa, kwa sababu sisi kama vijana sometimes huwa tunakonsinda. Tunaona ya kwamba tumeishi na yeye hapa kwa ground, amekuwa akituitika wakati tuko na shida, amekuwa akitusupport kwa zile agenda ambazo tumekuwa nazo kama vijana. Tumekuwa tukitembelea wamama, tumekuwa tukitembelea wale watu ambao hawajiwezi kwa community, na amekuwa pamoja nasi. Kwa hivyo akipata hii kiti ya CEC ama apate kiti ambayo itakuwa na nguvu, atatusaidia na tutakuwa pamoja na yeye kila siku. Kwa hivyo ninaomba His Excellency please consider Mwenda Nchembere, kwa sababu hatutamuogopa. We will talk with him, tutaongea naye mata zote ambazo atakuingilia na ataweza kutusaidia. So mimi kama kijana nampenda, na sisi wenyewe pia ambao tuko hapa tunampenda, na tutahakikisha tutafanya na yeye kazi. So His Excellency please, I hand you consider this guy, he is our man and we love him. Kama jina langu naitwa Jacob Mudhamia, ama ule ngavana anajua kama nitambua jina kama Mafia. Kijana tuko naye hapa Nchembere,
tumemsukuma sana, tumeripoti imejaa, tumeingia kwa ofisi kwa county secretary, tumekuja na umetuahidi lazima utachukua Nchebere. Tulikuwa tunaomba kiti ya chief officer, ukatuambia kuna uwezekano tupewe hiyo, ukatuambia kuna uwezekano tupewe director, lakini sisi ile kitu utatupia bwana governor, sisi hatukatai. Naitwa Pastor Shandrak na mimi ni mkaaji wa Isiolo na ninakaa Kambeanjuu, huko ndiko ninahubiri na mimi ni mtu wa tauni. Kama hapa sisi wana youth tunaangalia, tunaona kuna mtu ambaye aliapply kiti ya chief officer kitambo ambaye ni Mwenda Nchebere. Hatukujua vile kulifanyika, lakini tunashukuru kwa sababu saa hii unaenda kuchagua watu wengine. Konsinda wanarika ndio wako na kura nyingi, wanarika ndio wanaweza kupigania, wanarika ndio wanaweza simama na ukweli. Tukataana na mambo ambao ni ya siasa mbaya, kwa sababu kuna mheshimiwa ambaye alikuwa anaitwa Moi, alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Isiolo, angalia wewe na macho yako, kwa sababu wewe ni kijana, akili yako yachafuka. Kwa hivyo mheshimiwa Konsinda Mwenda Nchebere, Mwenda Nchebere amepigana sana. Kuna grupu ya kwanza Nchebere alitengeneza Kayole teni bila breki. Mwenda Nchebere alitengeneza, akachapwa, akapigwa, matusi ikawa mingi, lakini alisimama na wewe. Hatujawahi sikia akisimama kuongea mambo ya mtu mwingine. Kwa hivyo ni kiongozi ambao anastahili, tafadhali na kuomba tu kama mchungaji, angalia huyo kijana. Majina naitwa Pastor Joshua aka Mzungu. Mimi ni mkaaji wa Isiolo pale Kulamawe kwa Franco Stage. Nimekuja kupongeza ama kutia muhuri yale mmesema kuhusu Mwenda Nchebere. Mwenda Nchebere namjua kutoka utotoni. Shuleni tumesoma naye akiwa school captain, primary na hata secondary akanenda akawa kiongozi pale. Katika jamii kule nyumbani anakuanga mtu mzuri, na alipohamia hapa akaendelea kuwa mtu mzuri na akawa kiongozi hapa. Kwa hivyo ni ombi langu Uju Mwenda Nchebere akipata hii nafasi ataifanya tu sababu yeye ni mchapakazi. Na ninaona ni vyema apewe sababu ni kijana na ako na maono, atatuelekeza, atatuongoza katika haki na kweli. Mungu wa amani na awabariki na awatende mambo mazuri, sababu yeye ndiye atakuwezesha kufanya hili. Barikiwe sana, mimi sina mengi. Nilikuwa tunataka kutia muhuri ya kwamba huyu mtu namjua na ni mtu mzuri na sina saka kumuhusu yeye. Kwenye mkao na wanahabari wamesifia pia utendakazi wa gavana Abdi Guyo na pia uteuzi ambao ameufanya katika jamii yao. Nataka kushukuru the county government for many things that you have done within our county. One ni kurevive the Mwangaza dispensary and Kiwanjani dispensary. Kwa ya kwanza nataka kushukuru Gavana Nguyo kwa sababu ya kazi ambao amefanya. Na ningetaka wananchi tujue ya kwamba gavana wetu Isiolo ni Nguyo na hakuna mwingine mpaka 2027 tuchague. Na akiingia tutamchagua kwa sababu kuna kazi tunaona amefanya. Ukiangalia kwa Wameru sisi ametuangalia sana. Na tunashukuru kwa sababu hata kuna mambo mengi yanatokea ya kugonganisha watu, lakini kwa sababu gavana wewe tunaona uko na akili. Hebu kwanza fikiria uangalie vile Isiolo inaendelea. Nianzie na kushukuru our county government kwa ile kazi ambayo wamefanya. Kwa hiyo ile kazi ambayo gavana amefanya kutuchagulia viongozi kama waibu CEC Mr. Mwongela, Lucy Kaburu. Nashukuru kwa ajili yao viongozi kwa sababu ukiwa kama gavana umeona kazi yao, na hata sisi kama jamii ya Wameru tumeona kazi yako. Sisi tukiwa jamii ya wenye Isiolo, siwezi sema kama jamii ya Wameru kwa sababu pale Mwangaza sio jamii moja iko. Tuko jamii zote za county za Kenya, lakini tumeweza kujivunia tumepata hiyo dispensary, kamefanywa repair, kamepakwa rangi, tumepewa daktari, si hiyo kujivunia hiyo. Ya pili, kulikuwa security ilikuwa ni mbaya, lakini kwa saa hii tumepewa security pale kwa ofisi ya Kanja, na sasa hiyo tunajivunia kwa sababu ile ukorokoro ulikuwa pale ground imepungua na ameisha, kwa sababu siwezi kuambia sasa hii kuna wizi. Ya tatu, ile kitu sasa tumeona bando hatujajivunia, ingine ni barabara. Kweli barabara tumejaribu kuangaliwa na jicho ndani, lakini bando hata hiyo tunahitaji akuja ground.
tumueleze ile maneno sisi wenyewe tunataka. Unajua kuna milango imefungwa, kuna watu wametufungia milango na wakajifanya hao ndio walitafutia gavana kura. Sisi tulitafuta kura, sisi ndio tunajua wave vile inaenda, lakini hakuja tuwaambie hiyo wave vile inaenda, vile tunaweza irudisha na vile tunaweza sikizana tuweke kura malimo, kwa sababu anajua anatuhitaji. Hatutaki tukifika 2027 tuanze kutafutana, tuwe tumejiorganize na tuwe kitu moja. Ya mwisho ningeambia bwana gavana, hiyo kan dispensary dawa akana, nataka ingishe mkono pale tupate dawa na maneno ndio ikuwe mzuri. Kwa hiyo tutashukuru zaidi kwa sababu hatuna kitu kingine kujivunia. Unajua mwanadamu anajivunianga uongozi. Kwa hiyo tumeona gavana wetu anatuongoza na tunafurahia uongozi wake kwa sababu tukiresi kitu anatusikiza na anatutimizia. Nashukuru bwana gavana kwa sababu ya kutuangalia as a community ya Wameru. Tuko na CC Mwongela, tuko na CC Lucy Kaburu, na tunamshukuru hata kwa wale wengine wametoka, na hata kwa mambo mengine yale ametufanyia as a community ya Mwangaza. Ametuangalia kwa mambo mengi, tunamshukuru na tunamwambia asante. Mungu ambariki, na sisi tunakushukuru asa jamii ya Wameru, asa jamii ya Isiolo. Wana Isiolo tunakupenda kwa sababu hauna ukabila, unafanya kazi na kabila zote zile ziko Isiolo. Asante kijana yangu. Shukrani zingine napeleka kwa kiongozi wetu gavana. Twakupenda, we ni mtu mzuri na Mwenyezi Mungu asindi kukubariki zaidi. Mchungaji Shadrack akitaka viongozi walioko uongozini kuheshimiwa. Ile kitu ningeomba kama kiongozi wa kanisa ni kwamba tuheshimu viongozi, na kwa jambo lolote ambalo likitokea tuache matusi, tuketi tuongee, tuhusishe kanisa, tuhusishe viongozi mpaka mambo yote yaende salama, kwa sababu hata gavana ni mtu kama sisi, anaweza kosea, lakini gavana wetu huwa anatusikiza. Tunaweza tuma wale ambao wako mbele hapo, tunamwambia gavana hapa hakujaenda vizuri, na tunakushukuru gavana kwa sababu anatusikiza. Kwa hivyo tunaomba amani Isiolo. Isiolo ni moja, na Isiolo tuachane na ukabila, tupendane, tushikane, tuombe kama makanisa, tushikane tuombe serikali ya Isiolo na serikali ya Kenya, na Mungu atatupeleka vizuri. Tunashukuru Mungu. Nataka kuambia wananchi wa Isiolo ya kwamba gavana wetu ni Kayole, na mpaka wakati tutapiga kura tumpitishe tena, na seneta wetu ni Fatuma Ndulo. Kwa hivyo tuache mambo ya kugonganisha watu, tutii viongozi wale wako kwa kiti. Mimi kama kiongozi wa kanisa nataka kuambia watu tushikane, tuombe viongozi. Maandiko inasema tuombe viongozi, tujue ya kwamba hata wao wanakaa na stress ya kuongoza hii Isiolo. Nikiripotia Kamachu TV, ni ripota 001 wa Jombe Kamachu.